Naam, karibu sana katika chaneli yetu, na siku ya leo tunakwenda kuangalia tukio la kimataifa, tukio linaloteki action kwa mataifa mengi zaidi duniani. Hivi karibuni kuna mkataba wa makubaliano ulioandaliwa na Donald Trump, rais wa Marekani, mkataba wa kusitisha vita kati ya Israel pamoja na taifa la Gaza. Yaani vita inaendelea pale Palestina. Baada ya makubaliano haya, inaaminika vita hiyo iwe imekwisha daima, yaani vita ya pale Palestina iwe imekwisha, mgogoro unaendelea pale usiwepo tena. Sasa kuna swali la kujiuliza, ile programu ya kuifanya Israel kuwa ni superpower namba 2 duniani, itakuwa imepotea tu kirahisi kama tunavyoona? Hebu twende tukachambue kidogo aina ya mkataba ambao umesainiwa pale katika nchi ya Palestina, na mpaka mwisho wa video hii tutakuwa tumepata majibu yote. Twende pamoja. Kabla ya kupatikana kwa mkataba ulioenda kukubalika kati ya pande mbili, viongozi wa Hamas pamoja na Benjamin Netanyahu, kulikuwa na mkutano wa umoja wa kimataifa. Tulishuhudia nchi nyingi za upande wa magharibi, nchi za NATO, zikipigia kula taifa la Palestina kuwa ni taifa huru. Na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel aliposimama kuhutubia katika mkutano wa umoja wa mataifa, tulishuhudia nchi nyingi zikiondoka na kuachia viti. Hii maana yake ni nini? Kitendo cha nchi nyingi kuipigia kula taifa la Palestina kama taifa huru, vile vile kunyanyuka katika vile viti walivyokuwa wamekaa baada ya Benjamin Netanyahu kusimama kwa ajili ya kutoa hotuba. Hii maana yake ni kwamba hawamuungi mkono kwa yale anayafanya pale Palestina. Sasa basi, pointi ya kunoti, inawezekana hichi kilichotokea katika mkutano wa umoja wa mataifa ndicho kilichomshindikiza bwana Donald Trump kufuatia kuandika mkataba wa kusitisha mapigano. Lakini kipindi kile, kabla tuzo ya Nobel haikutoka, bwana Donald Trump alikuwa akifukuzia tuzo ya amani ya Nobel, na yenyewe ilimshinikiza kwenye kuandaa huo mkataba. Tumeshuhudia makubaliano ya awamu ya kwanza yamekwisha kukamilika, kwa sababu mkataba wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza umegawanyika katika makubaliano ya aina mbili. Vipi? Moja, mateka wanaishikiliwa katika pande zote mbili wanatakiwa kuachiliwa. Mateka wanaishikiliwa upande wa Gaza wanatakiwa kuachiliwa, lakini vile vile mateka wanaishikiliwa upande wa Palestina wanatakiwa kuachiliwa. Na makubaliano hayo tunaona yamekwisha kumalizika. Hatua ya pili iliyokuwa ikifuatia ni jeshi la Hamas kuweka silaha chini na kuzisalimisha ili mradi jeshi la Umoja wa Mataifa liingie katika kusimamia amani katika ukanda wa Gaza, wakati IDF, jeshi la Israel, likisogea mpaka katika fezi ya pili. Makubaliano hayo tunashuhudia Hamas wamekataa kuyaingia makubaliano hayo ya kuweka silaha chini, kwa sababu wanasema silaha zao ndizo zinazofanya taifa lao liendelee kuwepo. Amana ya pekee iliyobakia ni Donald Trump na sio taifa la Marekani, ni rais wa Marekani bwana Donald Trump. Na wote hapa tunaelewa kwamba Donald Trump ni mzayuni, Donald Trump ni Myahudi. Vipi kama atageuka na kuona kwamba ni vitu ambavyo haviwezekani kuendelea kuwa yeye ni msimamizi wa jambo hili, ukizingatia ameshakosa tuzo ya amani, tuzo ya Nobel? Vipi kama Benjamin Netanyahu akichukulia swala la Hamas kuto kuweka silaha chini, na akasema Hamas wanahitaji vita, tuendelee kupigana? Vipi Donald Trump ataweza kushikilia bomba kusema kwamba mimi ndio amana yao? Makubaliano ya pande zote mbili inatakiwa muendelee kuyaheshimu hayo makubaliano. Unafikiri Donald Trump anaweza kumzuia Israeli ambayo inafanya Marekani waendelee kuishi katika mifuko yake? Unafikiri Donald Trump anaweza kumzuia Benjamin Netanyahu kama itatokea wamegeuka kufuatia makubaliano ya pili ukiukwa? Lakini kumbuka vile vile makubaliano ya awamu ya kwanza katika kusitisha mapigano yalikiukwa kwa upande wa Israel. Walikuwa wakipeana wale mateka kwa kutajiana majina, lakini bwana Benjamin Netanyahu
alikata majina ya mateka wengi sana kutoka katika upande wa Palestina. Kwa hiyo mara ya kwanza kabisa bwana Benjamin Netanyahu alikata majina ya wale mateka. Je, unafikiri kukosekana kwa tuzo ya Nobel kwa bwana Donald Trump, Donald Trump anasema kwamba yeye hakuwa akihitaji tuzo ya Nobel, tuzo ambayo alikuwa akihubiri sana kabla haijatoka. Je, unafikiri ataendelea na msimamo wake wa kuendelea kudumisha amani kufuatia jeshi la Hamas kukataa kuweka silaha chini, kwa sababu silaha yao ndio inayofanya waendelee kusurvive na taifa lao? Unafikiri Israel, bwana Benjamin Netanyahu anayependa magomvi, akisema hicho ni kigezo cha kuendelea kwa vita katika ukanda wa Gaza, unafikiri Donald Trump atamzuia Benjamin Netanyahu? Shuka kwenye comment. Jina langu naitwa Mr. Gola.